Hujambo mpenzi mtazamaji, na karibu katika kipindi chetu cha neno la neema. Kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka mji wa Kiambu. Ninakuletea hili neno ambalo linaweza likakujenga. Ninakuletea hili neno ambalo linaweza likainua maisha yako. Ukumbuke ya kwamba imeandikwa kwenye kile kitabu cha Isaiah chapter 55 and verses 11. Ya kwamba hakuna neno ambalo litokao kinywani cha Bwana litakaoweza kumrudia bure, lakini lazima litimize wajibu wake. Kwa hivyo kila neno ambalo Mungu hupatia mtumishi wake lina wajibu wake, na kama hili neno ambalo Mungu ameweka katika moyo wangu kupitia Roho wake Mtakatifu ni la kuponya maisha yako, basi ombi langu ni ya kwamba Mungu akakuponye. Kama hili neno ambalo Mungu amenipatia ni la kuweza kupanua ama kuinua jamii yako, ninaomba ya kwamba utapatiana nafasi kwa hili neno kupanua jamii yako. Labda uko mahali pale na wewe ni mgonjwa, hili neno Mungu amenipatia, usikubali likakupite, wacha likakuponye katika jina la Yesu Kristo. Leo hii ninataka nikufundishe njia ya kuheshimu madhabahu ya Bwana ama kuheshimu Mungu kwa njia ya kujitolea. Kwa sababu watu wengi hawajawahi jua ya kwamba wakati tunapojitolea sadaka zetu, wakati tunapojitolea fedha zetu, wakati tunapolipa fungu letu la 10, hii ni njia ya kumheshimu Bwana. Imeandikwa kwenye kile kitabu cha Proverbs. Nataka nikupeleke maandiko kwa maandiko, ila leo ningetaka tupate nafasi ya kuwasiliana. Ni kama kuongea, ningetaka niongee na maisha yako. Sio zaidi sana kukuhubiria, lakini kuongea na maisha yako. Na najua katika yale maongezi, ninajua ya kwamba kuna kitu ambacho kitafunguka katika maisha yako. Kuna jisho ambalo nitafungua katika maisha yako, na unaweza siku hii ya leo ukafaidika kwa njia kubwa sana. Kwenye kile kitabu cha Mithali 3 na mstari wa 9, neno la Bwana linasema ya kwamba mheshimu Bwana kwa sadaka zako. Biblia inasema ya kwamba mheshimu Bwana kwa mali yako. Inasema ya kwamba honor the Lord with your wealth. Na kwa hivyo ni kusema ya kwamba wakati wowote tunachukua fungu letu la 10, tunakuja tunajitolea kwa madhabahu, tunachukua pesa zetu, tunachukua mali zetu, tunakuja kujitolea, ile ni heshima. Ile ni heshima. Hakuna mtu ambaye anaweza akampatia Mungu chochote kile, kwa sababu the Bible says vitu zote vilivyomo duniani yote ni vyake. Hata kuna wakati mmoja Mungu alikasirika kwa sababu watu waliweza kuchezea dhabihu zile ambazo walikuwa natoa, sadaka zile walikuwa natoa, fungu la 10 lile ambao walikuwa natoa, na Mungu akakasirika, akaambia watu ya kwamba sio ya kwamba ninahitaji kutoka kwenu. Na akasema ya kwamba kama ni dhabihu ya kuteketeza vile watu walikuwa wanajitolea ng'ombe, Mungu akasema ya kwamba si mimi katika mlima niko na thousands and thousands of cattle. Asema ya kwamba upon the mountains thousands and thousands of cattle belongs to me. Kama nilihitaji moja ya kuteketeza, ningeshika ng'ombe zile nikuje nijifanyie dhabihu. Hivyo ndivyo alivyosema. Lakini akasema ya kwamba katika hali ya kujitolea, it is a way of honoring the Lord. Ni njia ya kumheshimu Mungu. Ni njia ya kumwambia Bwana, I have made it in life not because of my strength, not because of my might. It is not at times hata kwa sababu ya bidii yangu, lakini ni kwa sababu umeniwezesha. Ni wewe ambao umeniwezesha. And that is why we normally stretch our hands to give unto the Lord, to support the work of God. That is why watu wanaingia katika madhabahu. Mahali pale ndio heshima huwa inapatikana. Wakati mwingi heshima ya Mungu haipatikani katika kufunga. We cannot say ya kwamba nimeshukua 3 days, nimeshukua 1 day, nikaweze kufunga ili Mungu nikamheshimu kwa njia hiyo. Hapana. Siwezi nikasema ya kwamba ati nimeenda mbele za Bwana katika kuomba kwa sababu ni njia kumheshimu Mungu. Hapana. Heshima ya Bwana haionekani pia katika sifa. Siwezi nikaimba nyimbo za sifa ama za kumwabudu Bwana ati nionekane ya kwamba nimemheshimu. Hapana. Neno la Bwana linasema, it is very clear. Neno la Bwana linasema heshima ya Mungu hupatikana wakati tunapochukua mali zetu na tunajitolea. It is written in the book of Proverbs chapter 3 and verses 9. Inasema hivyo ya kwamba honor the Lord with your wealth. Yaani ukamheshimu Mungu na mali zako. Na pia nasema ya kwamba na malibuko ya uzaliwa wa kwanza, kile ambacho kimekuja cha kwanza katika maisha yako. Hapo ndio mtu huwa anasema ya kwamba Bwana umenijalia, na kwa sababu umenijalia lazima nipate nafasi ya kujitolea. Ni katika njia hiyo ambayo heshima yetu inaonekana kwa Mungu, wakati watu wanakuja katika hali ya kujitolea dhabihu zao. Neno la Bwana linasema ya kwamba in the first family
kwa sababu ni vizuri kuangalia hata kijamii. Jamii ya kwanza, nimesema nitakupeleka katika Biblia ni kuonyesha ya kwamba watu ambao walioinuka na wengine maisha yao iliharibika, sio kwa sababu ya jambo, not because hawakufunga, not because they never prayed or praised God and worshiped God. No, it is because wakati wa heshima ya Mungu walionyesha madharau. Ningetaka niseme ya kwamba, ningetaka kila mmoja uelewe hii. In the first family ya Adam and Eve, hao ndio walikuwa the first family on earth. Na ni Mungu aliowaleta pamoja. Kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu katika njia yake aliwaumba, akawaleta pamoja. Na Biblia inasema in the book of Genesis chapter 4, hapo ndio huwa tunaona ule mwanzo wa familia ikipata watoto. Wakapata the firstborn ambaye aliitwa Cain, the secondborn ambaye aliitwa Abel. Na neno la Bwana linasema ya kwamba in course of time, wakati hawa vijana wamekuwa wazima, in the course of time, ndio waliweza kusema ya kwamba wangetaka waingie mbele za Mungu. Na katika kuingia mbele za Mungu, hawakuenda mahali pale kuomba, hawakuenda mahali pale kufunga, hadi katika mlima. Walienda mahali pale kujitolea dhabihu zao, kujitolea sadaka zao. Na Biblia inasema ya kwamba kila mmoja kwa njia yake alijitolea. The Bible says clearly ya kwamba Abel ambaye alikuwa ni mdogo, alikuwa yeye ni mtu ambaye aliyoweka wanyama kama kondoo, kama ng'ombe, alifuga wanyama. Na Biblia inasema ya kwamba Cain was the firstborn, he was a farmer. Na kila mtu alileta kwa njia yake. Wakati walipokuja katika madhabahu, neno la Bwana linasema ya kwamba and God looked with favor juu ya sadaka ya Abel. Na kwa hivyo Abel akakubalika. Sadaka ya Abel ikakubalika. Ya Cain haikukubalika. Lakini tunaona mahali pale, kwa nini wale watu wawili walitofautiana katika madhabahu ya Bwana? Kwa nini waliangaliwa na macho tofauti na Mungu? Biblia inasema ya kwamba Abel alienda akachagua the firstborns ya wale wanyama. Na Biblia inasema ya kwamba alishagua. But there is nowhere ambao tunaambiwa ya kwamba Cain was keen in choosing kile ambacho alileta mbele za Bwana. Labda alifikiria tu ni jambo la kawaida. Labda aliona ya kwamba kwa sababu pia ameona wazazi wake wakienda katika madhabahu na kujitolea vitu. Labda aliona ni kitu tu cha kawaida. Lakini kumbe sio kitu cha kawaida. Hapo ndio, wacha niwaambie, hapo ndio katika ile njia, katika ile meza ambao tunaita madhabahu, mahali tunaita ya kwamba tunakuja kuleta sadaka zetu. Hapo ndio mtu anaweza akajikwaa, hapo ndio mtu anaweza akainuka. And this was very clear in the first family. Hapo ndio Cain alijikwaa. Na Biblia inasema ya kwamba and from that time, wakati waliondoka in the presence of God, from that time the Bible says that Cain became wroth. He became angry. Akakasirika kwa njia kubwa sana. Akakasirika mpaka Mungu akakuja chini. Hata Mungu hakukuja kwa Abel, hakuongea na Abel, alikuja kwa Cain akamuuliza kwamba Cain, why are you wroth? Why are you angry? Na Mungu akamwambia kwamba usipotenda wema kweli utakubalika, ukitenda mema utakubalika. That is what he was told, ya kwamba ukitenda mema utakubalika. Kwa hivyo walikuja kuleta heshima, lakini ile heshima yake ilikuwa chini katika kiwango. Na kwa hivyo Mungu haikuikubali. Na hapo ndio nimesema ya kwamba kila mtu huwa anainuka. In every family huwa tunainuka katika madhabahu ya giving. Madhabahu ya giving. Hii ni kitu ambacho ningetaka kila mtu ufuatilie. Sisi tunainuka katika jamii zetu, katika njia ya kujitolea. Na kuna watu ambao umenitazama siku hii ya leo, haujawahi onyesha familia yako. Haujawahi onyesha familia yako ya kwamba it is on the altar of God when we come to give. Pale ndio huwa tunainuka. Hapo ndio huwa tunajengeka. Hapo ndio tunapata kibali. Na hapo ndio tunaweza tukakosa kibali. Cain kutoka mahali hapo, ile njia alishukua kutoka session 2 ya giving. It was a giving session. Just as simple as that. Ile njia na ile laini Cain alishukua, ilienda hivyo: angry, jealousy, anger, enmity, mpaka mwishowe he became a murderer. Akaua. Na mwisho wake Biblia inasema ya kwamba alipokea laana kutoka kwa Mungu. Mungu akamlaani. The first person to be cursed by God alikuwa ni huyo kijana. Lakini ni kwa sababu ya nini? Wakati hawakuwa wamekuja katika hali ya kujitolea. God was not even concerned about their lives. Mungu hakuwa anajua ati Cain atakasirika, anaweza akakasirika, ama Abel anaweza akakasirika. Hapana. Lakini katika giving, hapo tu katika hiyo meza
Diposa mmoja was rejected and another one got favor. Ni katika hiyo meza ya kujitolea. Mimi nataka ujifundishe na hiyo first family. As much as pia mimi ninajifundisha. Nataka ujifundishe ya kwamba it is in the area of giving that you receive favor ama unapata rejection. Mungu akaweze kukubariki. Leo hii ninakupeleka katika mstari kwa mstari ya kwamba ni katika maeneo ya giving, ni katika area ya kumheshimu Mungu katika dhabihu zetu na fedha zetu. In the book of Acts of Apostles chapter 5 tunamuona mahali pale Ananias ama Anania na Safira. Tunamuona mahali pale. That was another family ambayo ilivuta mpaka kifo katika maisha. Because walienda kanisani kama kawaida vile tuko na makanisa. Walienda wakasema ya kwamba, wakamwangalia Petero and the rest of the apostles and they said to them ya kwamba tunaona kwa macho yetu ya kwamba mko na shida, tuna matatizo hapa kanisani, na sisi mimi Anania na Safira mke wangu hapa, Mungu ametubariki na mashamba, ametubariki na plots, ametubariki na vitu, na kwa hivyo tukubalieni tuende tuuze plot moja tuwaletee pesa. And then the Bible says, Biblia inasema Petro akamwambia kwamba fanyeni vile iko katika mioyo yenu. And the Bible says wakapata favor, wakaenda wakauza vitu, alafu wakauza shamba. Na kutoka mahali pale they sat down according to the word of God in the book of Acts of Apostles chapter 5. Wakaketi chini, wakasema hatuwezi peleka hizi pesa zote kanisani. Hapo wadiposa waligawanya. Biblia inasema ya kwamba Ananias very early in the morning akaenda akasimama katika madhabahu in the session of giving. Akaenda akasimama pale akamwambia Petero, we were here na tukasema ya kwamba tutaleta hizi pesa, ndio hizi. Petro akamuuliza, hizi ndizo zile pesa zote ambazo mliuza uwanja? Yeye akasema ndio. Petro akamuuliza, Ananias, kwa nini shetani ameweka uongo katika moyo wako udanganye Roho Mtakatifu? Na ndiposa hapo yeye akaanguka kwa kushtuka, akaanguka akafa. Biblia inasema ya kwamba Petero akauliza vijana kanisani, shukueni huyu mkamzike. Akaenda kuzikwa. Some minutes later mke wake Safira akaingia, na yeye akasema ya kwamba kwa Petero, I hope you received zile pesa ambazo tuliuza uwanja. Akaulizwa kwamba hizo ndizo pesa zote, na yeye akasema ndio. Basi neno la Bwana linasema Petro akamwambia, kwa nini mumefungulia shetani mlango mkadanganye Roho Mtakatifu? It is in the area of giving. It is in the area of giving. Na hapo Petro akamwambia, angalia nyuma yako, hata miguu nyayo zile ambazo zimeenda kuzika za vijana ambao wameenda kuzika bwana yako hazijekauka. Akaanguka chini akafa. Kwa nini familia mzima ikufe? In the session and in the area of giving. Kwa nini familia mzima ikufe? Na hata leo hii I can discern wengi ambao mnao nitazama, tuko katika struggles za pesa, challenges za pesa, kwa sababu kuna maeneo ya giving ambayo hatukuheshimu Mungu jinsi ambavyo inavyohitajika. Na leo hii because it is our giving day, ndio nimeamua nikufundishe mambo na giving. Leo ni siku ya kujitolea. Leo ni siku yetu ya kulipa fungu la 10. Leo ni siku yetu ya kujitolea dhabihu. Leo ni siku yetu ya kujitolea sadaka za upendo. Leo ni siku yetu ya kujitolea sadaka za uzaliwa wa kwanza. Leo ni siku yetu ya kujitolea sadaka ambao tunasema ni free will giving. Ile ni ile ambao kwa moyo wako. Leo ni siku hiyo ambayo Mungu ameitenga. Diposa nimeamua nikufundishe mambo na kujitolea sadaka zako. Na leo hii unaweza ukapokea favor yako kama Abel. Leo hii inaweza ikadetermine kama utapokea rejection ama favor yako. Nimekuja kukufundisha neno wazi ambalo halina majadiliano. It is the word of God. It is the word of God. Ananias walikufa. Wangapi tumemaliza familia zetu? Wewe ulienda kanisani ukasema, hii kanisa yetu haina mabati, sijui tunanyeshewa, nitabadilisha ile mabati, and from there au kufanya hivyo. Au kufanya hivyo. Sasa hii ni miaka. Wewe ndio ulijimaliza. Wewe ndio uliua. Wewe ndio uliua maisha yako ya pesa. Wewe ndio uliua baraka zako, kwa sababu ulisema kitu ambacho haukutimiza. Ndiposa leo hii nimekuwekea hiyo namba mahali pale. Nimekuwekea namba kwa runinga yako. M-Pesa namba 0721 643538.
Nairudia tena M-Pesa namba 0721643538. Unaweza ukajitolea mahali pale. Kuna till number 55979. Ninakufundisha hii ili Mungu akafungue maisha ya watu wengi. Watu wengi ambao wamenitazama. The reason we are struggling ni katika meza ambayo ni ya kujitolea. Look at the way we behave katika kujitolea. Me remember those days ambao katika utoto nikienda Sunday school, mamangu, wazazi wakati ule hakukuwa fedha nyingi. Kwa hivyo wazazi wanakupea hata shilingi moja. Uende ndio unapeleka pale. Na pia wakati mwingine tulipewa mayai. Mimi yangu sikuwa nafikisha kanisani. Mayai inavujika tu kwa mfuko nikienda. Sadaka imekufa. Sadaka imevujikia kwa mfuko. Ninakumbuka wakati pia ilikuwa napewa tu mahidi tu moja hivi, mkoma moja hivi tu ndio unaenda naye kanisani. Na ukikosana na vijana wengine barabara unawagonga na unapigana na sadaka. Yani hii ni kitu ambacho mpaka katika utoto wetu tunapaswa kufundishwa. Ya kwamba it is upon that altar of God, in the session of giving, hapo ndio watu wanainuka. All these other sessions are good, but in the session of giving, hapo ndio huwa kuna determine line ile mtu huyu ameshukua, line ile ambayo huyu mwingine ameshukua. Na kufundisha hii nimekuonyesha two families ambao mmoja akapokea favor na mwingine hakupokea. Nimekuonyesha family in the New Testament, that one family ambao wote walikufa. Na hawakukufa wakikunywa bangi, wakivuta bangi. Hawakukufa wakikunywa pombe na huko. Walikufa kwa madhabahu. They are in the session of giving. Walikufa hapo. Watu wangapi mmeua biashara zenu in the session ya giving? Maana Mungu anaona hii ni madharau. Twende kwenye kile kitabu cha Malachi chapter 1, from verse 6. Tutaona vile neno la Bwana inavyosema. Verse 6, Malaki, kitabu cha Malaki sura ya kwanza, mstari wa 6. Mstari wa 6 unaanza kuuliza swali. Is a question ambayo inaulizwa. Inaulizwa hivi, na nimesema nitakupeleka pole. Inaulizwa ya kwamba, na maana leo nilisema tuongee, baadaye nikuhubirie tupate nafasi ya kuongea. Inaulizwa ya kwamba kama baba huwa anapokea heshima kutoka kwa mwanae, naye muajiri anapokea heshima kutoka kwa wale ambao wameajiri. Basi Mungu anauliza, kama mimi ni baba yenu, if I am your father, where is the honor due me? Anauliza hilo swali ya kwamba kama mimi ni baba yenu, wapi heshima iliyo yangu? Kama mimi ni baba yenu, vile ambavyo Yesu alitufundisha, our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Ile ambao tulifundishwa tu hivyo, our Father who art in heaven, baba yetu aliye juu mbinguni. Basi anauliza, Malachi akatumwa akiwa nabii, eda uliza watu hawa kama mimi ni baba yao. Maana every time wakipata shida kidogo, baba wetu aliye mbinguni, magonjwa yametuingilia, jamii imevunjika, biashara hainuki, baba yetu aliye mbinguni. Anauliza, kama mimi ni baba yenu, heshima iliyo yangu iko wapi? Iko wapi? Na verse 7 inasema hivi. Ningetaka tuangalie. Verse 7 inasema ya kwamba wakati wowote ambao mnaoleta katika meza yangu, katika madhabahu yangu, mnajitolea polluted blood. Ndivyo inavyosema, mikate iliyotiwa najisi. Wakati mnapojitolea mikate iliyotiwa najisi ni mikate ambayo imeoza. Anauliza ya kwamba si hivyo ni kunikosea na kuleta heshima katika madhabahu yangu? Na inaendelea kusema ya kwamba wakati mnapojitolea wanyama walio vilema. Anaweza mnasema hamuje ni heshima. Mnasema ya kwamba nimesema ya kwamba hamuje ni heshimu. Nikiwa Mungu sijepata heshima yenu. Haya anauliza ya kwamba wakati mnapoleta mkate ambao umeoza, wakati mnapoleta wanyama na mnaleta wao wanyama kama sadaka, walemavu, wale ambao wamepotea macho, vipofu, anauliza ya kwamba is that not contemptible? Contemptible means si hiyo ni madharau. Anauliza, kwa nini mmefanya meza yangu ikawe meza ya madharau?
Si hiyo ni madharau? Ni hivi anavyosema. Yani hasemi ya kwamba in the session of praise and worship mumeleta madharau. In the session of healing the word, ministry of the word, mumeleta madharau. Anasema in the area of giving. Kwa nini mumeleta madharau? Mikate ambayo imeoza, polluted bread. Hivyo ni kusema ya kwamba, nataka uelewe hii. Hivyo ni kusema ya kwamba mikate, watu walikuwa wanaingia kwa nyumba zao, wakikuja katika madhabahu kama hawana pesa, wanakuja na mikate. Na kumbe ni ile mikate ambayo mpaka imetoka vitu za white. Ile ambayo imemea molds, hizo ndio wanaleta. Wanaiweka kwa madhabahu. Mungu akakasirika. Akasema watu hao wamefanya madharau. Yani kuna wakati tunajitolea sadaka, Mungu anaona hii ni madharau. Mungu anaona kabisa hii ni madharau. Hii ni madharau kabisa. Na imeandikwa kwa Bible. Nimekusomea kitabu cha Malachi sura ya kwanza. Malachi sura ya kwanza kuanzia mstari wa 6. Tukienda chini, neno la Bwana linasema, wakati mnapoingia katika zizi ya ng'ombe yenu, mnachagua yule mlemavu. Yule ng'ombe ambaye ni mlemavu, yule alivujika mguu ndio mnaleta. Mungu akawa anateta sana. And I also feel in the spirit that today God is complaining. Anateta kwa mambo ambayo na vitu ambazo watu wanajitolea. Na ndiposa jamii nyingi tunasubuka. Tunasubuka not because our God is not able to bless us. Not because that our God is not able to lift our lives. Not that God is not able to bless our sons and our daughters. No. Not that God is not able to bless, the work of our hands, our businesses, our career, our talents and gifts. Not because that God is not able to bless us. Lakini anaona ya kwamba after blessing us, in return kile ambacho tumeleta kwa madhabahu, anasema ya kwamba this is contemptible. Anasema hii ni madharau. Anasema hivyo. Ya Kiswahili, Biblia ya Kiswahili inasema ya kwamba, kwa nini mumeleta madharau katika meza yangu? Meza ndio madhabahu ya Mungu. Kwa nini tumeleta? Anasema zile ng'ombe zimepotea jisho. Ile ng'ombe ambayo sasa imezeeka, dume imezeeka mpaka haiwezi kusimama yenyewe. Ndio watu wanasema ya kwamba isukumwe kwa church, isukumwe kwa kanisa. Ile ng'ombe ambayo aizai, hiyo ndio tunachagua, tunaleta kwa madhabahu. Mungu anaona kudharauliwa. Mungu anaona kudharauliwa. That is why unaona Mungu amefugia watu wengi. Na wazazi tujiangalie. Wazazi, wewe kama wewe ni mzazi, ujiangalie matoleo yako, maana inaweza ikafungia watoto wako. Inaweza ikawafungia njia. Wakati mwingine ni vizuri kuseparate kidogo ile ka spirit ya delay ya shetani and when God, na wakati Mungu anatupinga yeye mwenyewe. Wakati Mungu anafuga milango. Unaona hii baraka imekawia sana. Lakini ukijiangalia wewe unakuta ya kwamba it is in the area of giving inafanya Mungu akae kama ananipinga. Ninaenda kujaribu hii, there is no breakthrough. Naenda huu mlango, there is no breakthrough. Nimefungia mpaka watoto wangu. Kwa sababu ya nini? Mungu anaona madharau. Anasema ile kodoo imevujika pembe moja, iligongana na ingine hapo zikipigana. Ile imegongwa mpaka pembe moja ikapotea. Hiyo ndio mtu anasema ya kwamba saa hii tupeleke katika nyumba ya Bwana. Ishukue hiyo, peleka nyumba ya Bwana. Wewe unaachwa na ile ambayo iko na nguvu. Nilisikia testimony moja. Ini mambo ya kuzikia nitawaambia. Hii testimony nilisikia ya kwamba kuna watu kitambo walikuwa wakizaa ile uzaliwa wa kwanza katika kuabudu miungu ya kwao. Hiyo ni katika nchi nyingine, sio Kenya. Katika kuabudu miungu ya kwao walikuwa wanashukua huyo mtoto wamezaa wa kwanza, wanaenda wanamtupa katika bahari. Na inakuwa ya kwamba kutoka hapo watazaa. Walikuwa wanatoa dhabihu ya first fruit ya mtoto wa kwanza, wanatupa kwa bahari. Wanatupa kwa miungu ya bahari. Na hiyo even in the New Testament ilikuwa watu wanakizaa wa kwanza, wengine wanapelekea miungu ya kwao. So wazazi wakapata twins. Katika ile nchi wakapata twins. So wakachukua twins. Wakaona mmoja ni mlemavu. Wamezaa twin wawili lakini mmoja mtoto ni mlemavu. Sasa wakashindwa watafanya nini?
wakachukua yule ambaye alikuwa ni mzuri, wakaenda wakamtupa kwa maji, kwa miungu, wakarudi na yule alikuwa mlemavu. Mtu mmoja akawaangalia akawaambia kwamba wait a minute, mlikuwa mmeenda kujitolea mtoto wenu kwa bahari kule, I hope mmejitolea yule mlemavu. Anasema hapana, miungu yetu hiyo ya bahari, na ni miungu ya dunia, miungu yetu ya bahari, hatuwezi tukaipatia, tunaiheshimu, hatuwezi tukaipatia yule mtoto mlemavu. Yule mlemavu tumerudi na yeye, huyo mzuri tumewatupia. Hao ni miungu ya dunia na watu ambao hawamjui Mungu. Je, sisi ambao tunaomjua Mungu? Ndio Mungu akakasirika akasema wanaingia katika zizi, wanachagua zile mlemavu. Ndiposa leo nimekuambia it is a session inakufundisha ya giving, because today is our giving day. Umeshawahi chukua kitu ambao hakifai ukapeleka mbele za Bwana? Inasema cast is that shit, ambaye yuko na kitu kwa mfuko ambao kinaofaa, lakini amejitolea kile ambacho hakifai. Nyumbani ameacha kitu kinachofaa, amejitolea kitu ambacho hakifai. Wale ambao wanajitolea vitu zao za damu ili wabarikiwe. Maana ukijitolea ng'ombe utabarikiwa na njia ya damu, kama we ni mfugaji. Ukijitolea kondoo kwa hiyo laini utabarikiwa. Ukijitolea pesa kwa pesa utabarikiwa. Kwa biashara vile vile. Mimi nawaeleza hivi watu wa Mungu, utakuta mtu ya kwamba kuku zake ziko sawa, wakati hawezi akajitolea kuku moja achukue apeleke kanisani. Wakati zitashikwa na kaugonjwa zianze kusinzia, kuku tu naona kuku inalala, inaanza kusinzia, ndio anauliza carton iko wapi? Leteni hiyo carton. Leteni hiyo carton, weka hizi kukubiri zinalala, zitaabukiza zingine magonjwa, pelekeni kanisa, pelekeni kwa madhabahu. Hiyo kuku zibiri zinalala, hizo zinasinzia hivi, zitaabukiza zingine, tafadhali magonjwa, wekeni kwa carton haraka, kibizeni kwa church. Mungu anaona madharau. Anasema kwa nini mumeleta madharau? Malaka yanauliza katika meza yangu, katika madhabahu yangu. Aiposa unaona wakati mwingi Mungu anatuachilia mpaka kwa magonjwa ili pesa yetu iende na kwa madawa. Mungu anatuachilia kwa mambo mazito, kwa makesi kotini, pesa yako yote ikuliwe huko, maana hujawahi chukua hata mmoja hivi ukaleta kwa madhabahu. Mungu akasema ya kwa don't involve me kwa makesi zenu. Kwa hivyo unakuta mtu shamba yake yote imeenda. Wengine unakuta ya kwamba ugonjwa tu ni kadogo, kamepeleka mpaka mtu amepelekwa nchi za nje kuenda kutibiwa. Mwisho wake anakufa na deni ya millions of money. Na Mungu hashughuliki, ananyamaza tu. Unashindwa kwa nini Mungu unanyamaza? Na hii jamii inapitia kwenye mambo mazito. Kwa sababu hata wakati walikuwa na uwezo wa kujitolea fungu la 10, walikula hata fungu la 10. Walikula 90% na wakakula 10%. 90% ni yao. Walikula 90% na wakakula mpaka 10% ya Mungu. Mungu na yeye anasema mimi usinihusishe na hiyo mambo yao. Biblia inasema Mungu akakasirika, akasema umeleta madharau katika meza yangu. Ni jambo ambalo ni nzito, watu wa Mungu. Listen to this. Hakuna mtu aliyetoka katika utumwa. Na hii ningetaka tutafute kwa maandiko, kwa sababu nimepitia katika maandiko. Nasema nimepitia katika maandiko. Na nimekuja kugundua even the children of Israel, wakati walipokuwa katika nchi. Wacha kwanza nikupatie namba ya kujitolea. M-Pesa namba ni 0721643538. Leo ni siku yetu ya kujitolea. That is why ninakufundisha wewe kuinuka kwako kuko katika kujitolea kwako. Na uelewe hivi, kuna mtu ambaye hana kitu, atajitolea kitu kidogo, it will be accepted. Kuna mwingine akijitolea, Mungu anaona kile ambacho umebaki nacho na kile ambacho umejitolea, anaona hii ni madharau. Unaanza kufurugiwa vitu zako. Till number ambayo tunatumia siku hii ya leo 559:79. Usikie hii, hakuna mtu ambaye aliyetoka kwa utumwa, even the children of Israel, wakati wamefanyishwa kazi for 430 years. Kwanza walipitisha in captivity. Ile miaka walikuwa wameamuriwa wakae in captivity, in slavery, was 400. Lakini because of lack of wisdom, walikaa mahali pale for 430 years. Miaka hiyo hawakuelewa, hawakujua. For lack of knowledge and understanding, hawakuelewa. Listen to this.
wakati Mungu alienda kuwakomboa, alitumia miujiza, alitumia ishara. Alituma Musa, Musa akatenda miujiza ya kila aina. Hawakutoka katika utumwa. Listen, ninasema hivi kwa sababu I love miracles. Nimeombea watu wagonjwa, nimeombea watu wa kila aina. Nimeona mambo Mungu akiyatenda. Enda kwa mitandao utaona. Nimeona Mungu akitenda miujiza isiyo ya kawaida. Musa alitenda miujiza isiyo ya kawaida. Lakini hakuna miracle hata moja ilitoa wana wa Israeli kutoka kwenye utumwa. Mpaka mahali walifika in the book of Exodus chapter 12 from verses 1. Mungu akaambia Musa, leo hii waanze kuhesabu watu wana wa Misri, the Israelites. The Israelites waanze kuhesabu miaka yao kutoka umwezi. Kwa nini waliambiwa hivyo? Wakaambiwa nyinyi, Musa, enda uwaambie mkiwa na Aaron, kila nyumba ya Muisraeli wajitolee mwana kondoo. Lazima wangetafuta mwana kondoo, wamtoe kama dhabihu. Na wakaambiwa ya kwamba kile hamutaguza ni damu, maana damu imebeba uhai. Wakaambiwa hiyo damu mkisha ishinja mwana kondoo, pakeni kwa vizingiti za milango. Lazima wangejitolea dhabihu. You cannot come out of slavery, my brother, my sister. Oh my God. You cannot come out of slavery, out of captivity. Hivyo tu, ati juu kuna muujiza ulitendeka juu yako, juu Mungu alikuponya, unaweza ukapona and you remain in captivity. You remain in slavery. Bado uko katika utumwa na ulipona. Kutoka katika utumwa ni lazima kushinjwe mwana kondoo. Lazima familia, na wakaambiwa if your family iko kidogo hawawezi, washikane na ile familia kubwa watoe mwana kondoo mmoja. Familia yako isipotoa dhabihu ya mwana kondoo, isipoingia kujitolea dhabihu, there is no way you can deliver them from the slavery, and more especially from poverty. Misri slavery means, listen to this, slavery means you have no freedom. You have no financial freedom. You have no, mental freedom. Ni watu wanafikiria vile ambavyo, ni watu wanakupangia maisha. Maisha ambayo Mungu alikupatia free inapangiwa na mtu mwingine. Na anapanga kulingana na jinsi anavyotaka. That is what we call slavery. Hauwezi ukaenenda, you have no freedom. Ile freedom ambao watu wanasema freedom of mobility, you don't have. Uedi mahali ambapo unafikiria, ni kuambiwa uwe unaambiwa from point A to point B. That is slavery. Slavery, it is when you use a lot of your physical energy na ni mtu mwingine anasaidika. Mtu mwingine ndiye anasaidika. Jasho yako, 3/4 ya jasho yako ni mtu mwingine anasaidika. Na ndiposa kule in slavery kuna kutandikwa, kuna kupigwa. Ndiposa walikuwa wanapigwa, wanauawa, jasho yao inasaidia wa Misri, hawakusaidika. They had no freedom ya kimawazo. Hawaku wanasema tunafikiria hivi, naambiwa usifikirie, kuna watu wanafikiriaga kwa ajili yako vile utakavyofanya. Kutoka katika hiyo slavery, kutoka katika hiyo utumwa, lazima wangetoa mwana kondoo. Hata chura ikiwa imetolewa kwa mto, chura Musa alisema kutakuwa na chura, zikajaa kila mahali mpaka ikulu, lakini hazikuwatoa katika slavery. Nataka uelewe hivi, maana watu ni kama hawaelewi. Neno la Mungu lina njia imepangwa. Wewe unaweza ukapokea miujiza ya kila aina, lakini coming out of your slavery, coming out of that, slavery mentality and slavery life, lazima ujitolee mwana kondoo. Kukuja katika madhabahu ya Bwana. Proverbs chapter 3 and verses 9. Mheshimu Bwana kwa mali yako. Hiyo mali ambayo umefanyia. Nimekurudisha tena kwa maandiko. Kwenye kile kitabu cha Proverbs chapter 3 from verses 9. Neno la Bwana linasema ya kwamba mheshimu Bwana kwa mali zako. Na nimesema hivyo kwa sababu leo hii ni siku yetu ya kujitolea. Ndiposa nimekufundisha juu ya giving. Ni njia yetu na ni siku yetu ya kujitolea. Hii ni siku yetu ya kujitolea. Lipa fungu lako la 10. Kuna nambari nimekuwekea mahali pale. Wengine mpatie Mungu first fruit. Mungu amekubarikia kazi. Wengine hata ni sadaka ya shukrani. Mungu ameinua maisha. Mungu amekutendea. Ni wakati wa kujitolea. Leo hii, Sunday hii, ndio wakati ule Mungu ameuweka wetu wa kujitolea sadaka na zaka zetu. Lipa mahali pale.
M-Pesa namba ambayo tunayoitumia ni 0721643538. Nayo till namba ambayo tunatumia ni 55979. Nitairudia tena, 55979. Nataka kila mtu ujaribu Mungu kwa njia hii. Nataka nikuongoze kwa kile kitabu cha Malachi. Pia sura yake ya 3 kutoka mstari wa 9. Kuna wakati Mungu aliongea na wana wa Israeli, na hata si kuwasukuma, kuongea na wao. Akawaambia ya kwamba from the time of your fathers or forefathers, mumeniacha, mumeniondokea, mumeniashiria. Ni Mungu alikuwa anaongea kupitia nabii. Nao wakasema ya kwamba tumekuondokea aje, tumekuashiria aje. Mungu akapoint, akawaambia ya kwamba it is in your giving offerings. Na anasema ya kwamba ni kwa kujitolea fedha zenu na sadaka na dhabihu zenu. Pande hiyo hata baba zenu waliniondokea. Na riposa hamuna msingi wa kuinuka financially. Hamuna. Na hakuna kitu kinajengwa bila ya msingi. Kuna watu leo mnanitazama, watu wale wengine unasema waliotukosea, ni watu ambao walikuweko pale beleni, kina wazazi. Kwa sababu ya watu kutuwekea msingi wa pesa. Hawakutuwekea msingi ya maisha yetu inaweza ikabarikiwa mbele za Bwana. Watu ambao walikuwa very keen, akina Ayubu, ukisoma sura ya 1 na mstari wa 5, walitolea watoto wao sadaka na dhabihu. Kila mmoja, firstborn mpaka mtoto wa 10, Ayubu aliwatolea sadaka. Imeandikwa in the book of Job chapter 1 and verses 5. Sisi hatukutolewa sadaka yote kwa madhabahu. That is why pesa yetu tukiona tunakibia kukunywa pombe. Pesa tukiona haituambii tukuje church. Pesa ukipata, ukiona mtu wako na mshahara, ameshika mshahara wake hivi, Ka10 yake amekashika hivi, Ka50 yake amekashika hivi, Ka20 yake amekashika hivi, badala ya kibia upande wa madhabahu, upande wa kanisa, anakibiaga upande wa bar, anakibia upande wa kukunywa pombe. Wakati imemalizika, ndio sasa unamuona ako very busy kutafuta zingine. Akipata zingine, apate Ka20 kake hivi, apate 30 yake mshahara 30,000, aimwambia kuja kwa madhabahu, aimwambia kuja kwa church, inamwambia kibia huko, kibia ukakunywe. Akisha maliza kukunywa yote, ikimalizika sasa ndio unamuona tena anaenda kuhangaika juu ya kazi na mambo tofauti. Maana hakuna msingi tuliwekewa. Hakuna msingi ya kwamba anything good ikihappen kwa maisha yetu, watoto wetu wakigraduate, badala ya tutekimbie kwa madhabahu, tunakimbia kwingine kwa bar. Ukisikia kwamba kuna kabadhi mahali, badala wakimbie kwa madhabahu, Mungu amewapatia miaka 40. Unaona wanakimbia huko kwa bar. Haituambii tukimbie huko. Angalia watu wengi wakishashika pesa, hawakimbii kwa nyumba ya Mungu kujitolea sadaka, kulipa fungu la 10. Wanakimbiaga huko kukunywa pombe. Wanakimbia kufanya mambo mengine isiyofaa. May God help us. Maana hatuna msingi. Mungu tupatie. Nani unaweka msingi leo? Kwa kujitolea sadaka zako, zaka zako, kulipa fungu lako la 10. Mimi nimekufundisha. Malachi, Mungu alisema ya kwamba kupitia kwa Malachi sura ya 3, nabii Malaki akasema Mungu anasema tumemwacha kutoka siku za baba zetu. Mungu anasema Mungu anasema tumemwachilia. Alafu Mungu akauliza swali ya kwamba je, mwanadamu atamuibia Mungu? Can a man rob God? Watu wakasema ya kwamba we Mungu, hata wewe umekuja sana. Tumekuimbia njia gani? Anasema ya kwamba kwa sadaka na matoleo yenu na dhabihu zenu na fungu la 10. Ndivyo Mungu alivyosema. Maana can a man rob God? Ni swali linaulizwa. Anasema si tunauliza tumekuibia vitu gani? Tumeenda na vitu gani? Kwa sadaka na fungu la 10 mumeishukua. Na akasema diposa mumelaaniwa tagia mwanzo. Alafu akasema ya kwamba verse 10, lipeni fungu la 10 kamili na zaka zenu kamili, leteni katika nyumba ya Bwana. Na alafu anasema ya kwamba munijaribu kwa njia hii, muone kama sitabariki, sitafungua dirisha la mbinguni. Hivyo ni kusema chochote kidogo unafanya, kuna neema inatoka mbinguni inakuja kwako.
kuna kibali kinatoka biguni kinakuja kwako. Akasema lipeni fungu la 10, muone kama sitafungua dirisha la biguni niwabariki mkose mahali na sehemu ya kuweka baraka ya kutosha. Mungu akitubariki hatuna nafasi ya kuweka baraka, haziwezi katoshea. Kama bigu inabaki hiyo biashara yako, maana Mungu anakuamsha mapema, unaenda kufanya biashara. Hesabu fungu la 10. Na by the way, fungu la 10 Mungu anakuaga very lenient kwetu, is very fair. Anasema tumia 90%. Kwa shilingi 100 ambayo Mungu amekupatia, tumia shilingi 90, shilingi 10 anasema uweke pale ni yake. Kwa 1000 ambayo Mungu amekupatia, anasema tumia 900. Kwa 100 hiyo 10% leta, anasema hiyo ni yake. Na anasema kwa hiyo atafungua dirisha la biguni akubariki, kwa sababu umesubmit your 10%. Umelipa. Kwanza anasema lipeni, ni deni yake. Na kuna wakati anakuja kuidai. Utakosa kulipa, lakini Mungu atakuja kuidai kwa njia zake. Alafu anasema hivi, anasema mataifa itawaita heri. Kila mtu atakaye kuwa na kuona, anasema huyu amebarikiwa na Mungu. Huyu ameinuliwa na Mungu. Huyu ameanza kupanda gazi pole pole ya pesa na mali. Biashara yake, kazi ya mikono yake imeenda juu. Kwa sababu huwa analipa fungu la 10. Alafu anasema ya kwamba sikiza, nitakemea muharibifu. Roho ile ambayo huwa inaharibu mali yako, Mungu anaikemea, sio pastor. Mungu anaikemea kwa sababu umelipa fungu la 10. Kwa sababu umejitolea. Hiyo tu kidogo kujitolea, Mungu anasema ile roho imekuwa ikikula vitu zako. Maana kuna watu wananitazama, nyinyi mlikuwa na pesa nyingi, lakini zimekuliwa zimeisha. Mlikuwa na mali, imeharibiwa na muharibifu, imeisha. Anasema I will rebuke the devourer on your behalf. Nani unao nitazama siku hii ya leo? Na vitu zako zimekuwa scattered all over. Mali zako zimekuwa scattered. Hauwezi ukajisaidia nazo. Zinajisaidia na watu wengine. Alafu hii mali ambao umetoa jasho, umepelekwa kotini. Maana nawe haukulipa fungu la 10. Naongelesha nani ambao leo hii katika maisha yako ya kujitolea umeshawahi mwambia Mungu ya kwamba Bwana, nikiuza hii shamba nitalipa fungu la 10? Au uliuza kwanza, ulikula yote? Ulikula yote mpaka ukajifanya umesahau. Mungu amenileta nikukubushe. Ulisema mtoto wako akigraduate utajitolea Thanksgiving offering au kutoa? Ulisema mtoto akipita mtihani nitafanya hivi. Bwana, ukiniponya hii magonjwa nitajitolea. Hata wengi wameshaimwambia watajitolea ng'ombe zao. Nitajitolea ng'ombe yangu. Uko na mang'ombe hapo, nitajitolea ng'ombe yangu. Kutoka hapo unaionaga tu. Macho inakwambia, na roho hadaganyi. Roho anashuhudia ndani yako. Ulisema hii ng'ombe ni ya Mungu na umeiweka hapa. Hiyo ng'ombe itakula ng'ombe zako zote. Na kuambia the truth. Hiyo ng'ombe umeweka hapo na ulimwambia Mungu ni yake. Na haujeshukua ukaileta kwa madhabahu. Itakula ng'ombe zako zote. Itakula utajiri huo wote. Hiyo 10% ambayo huwa unatumia, itakula utajiri yako yote. Itakula magari zako, itakula mashamba yako. Mwishowe Mungu atasema ya kwamba niliwaandikia. Nijaribuni, anasema ya kwamba test me in this way. In the way of giving. In the whole Bible, it is only in the area of giving ambayo Mungu anasema tumujaribu. Hatuna njia ingine. Na kuombea, kwa sababu naona umeokoka pande ya praise, umeokoka pande ya worship, umeokoka pande ya kusoma neno, lakini ulibackslide pande ya kutoa fungu la 10. Ulibackslide, autoa fungu la 10, hiyo ulianguka. Ulibackslide pande ya offering, ulibackslide pande yako ya pesa. Ndio unaona maisha yako imeinama hivi. Pande ya pesa maisha yako imeinama. Nimekuja kukuleta balance na kukuinua. Leo ni siku yetu ya kujitolea sadaka. Ni siku yetu ya kulipa fungu la 10. Eda kwa akaunti zako, lipa fungu la 10. Toa pesa yako leo, lipa fungu lako la 10. Jitolee sadaka za kujipendea. Dhabihu ya watoto wako, dhabihu ya hii biashara, dhabihu ya hii kazi Mungu alikupatia ya ofisi. Lipa, jitolee, na Mungu atakubariki. Mheshimu Mungu kwa mali zako. Proverbs chapter 3 verses 9.
Mheshimu Mungu kwa mali zako. Verse 10 inasema na atajaza ghala zako. Ndivyo neno la Bwana inavyosema. Mungu akawabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Nataka nikuombee na Mungu atakubariki. Nataka niombee kazi ya mikono yako, maana leo ni siku yetu ya giving. Ni siku yetu ya kulipa fungu la 10, siku yetu ya kujitolea. Kuna nambari nimekuwekea mahali pale. M-Pesa namba ni 0721643538. Nayo till number ni 5005979. Nimesema buy goods and services, that is till number. Bamba katika jina la Yesu Kristo. Naombea watu wako. Wengine Bwana umewafanikisha, wamefanya kazi mpaka mataifa ya nje. Wengine Bwana wanataka kibali cha kuenda mataifa ya nje. Na Bwana ninaomba ya kwamba wanapojitolea sadaka zao, wanapojitolea zaka zao, wanapojitolea fungu lao la 10, naomba Mungu ukawafanikishe. Wanapojitolea dhabihu zao, naomba ya kwamba Bwana ukawapanulie mipaka, njia zao zikafunguke. Bwana wengine ni wafanyi biashara, wakubuke kwa njia mpya, season na majira kama haya, katika jina la Yesu Kristo. Wengine they are career people, Bwana anabarikisha maisha yao. Wengine wanatumia vipawa zao, naomba wakafunuliwe njia, wakafunguliwe milango katika jina la Yesu Kristo. Nabariki watu wako, kazi yote wanayoifanya ukaifanikishe. Wengine ni wakulima, naomba Mungu wa Israeli usiwakose, Mungu wa Israeli kuwapatia season ya kuinuka katika jina la Yesu Kristo. Asante mfalme, utukuzwe. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu aweze kukubariki. Wewe ambao uliochukua pesa yako ukapeleka kwa sorcery and witchcraft. Ulichukua pesa yako ukapeleka kwa waganga, ukapeleka kwa wachawi. Ulifikiria ndio itakuinua. Sasa hiyo ndio imekula mambo yako yote, ndio imekurudisha nyuma. Hiyo ninaiondoa katika jina la Yesu Kristo. Wale mali yao imeigizwa uganga na uchawi, Mungu akawakomboe katika jina la Yesu. Nasikia leo ni siku kubwa ya watu kuondolewa in slavery. Ya watu kuondolewa in slavery katika njia ya kujitolea. I feel in my spirit ni wakati wa watu wa kutolewa katika utumwa. Utumwa wa kipesa, utumwa wa maisha. Mungu akawabariki na neema yake ikawe juu yao katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye hujaokoka, sema nyuma yangu, Bwana Yesu, nimekuja mbele zako, nisamehe dhambi na makosa. Andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia leo hii mimi ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Mungu akakufanikishe katika jina la Yesu Kristo. Naombea wote ambao ni wagonjwa, Mungu akakuokoe, akakukomboe kutokana na yale magonjwa. The Bible says he sent his word and healed the sick. Naomba kwa sababu najua Mungu amepeana kipawa. Naomba Mungu akuponye mahali ambapo uko. Mungu akuponye. Wewe ambao umesubuka na goita, ile goita naomba ikayeyuke kama mshumaa. Wale wote ambao umesubuka na maufimbe katika mili, naomba yeyuke katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao umesubuka na magonjwa ya moyo, magonjwa ya ini, mapavu yako yamegojeka TB, mapavu yako yamegojeka asma, pneumonia, nasema Mungu akuponye katika jina la Yesu. Homa za kila aina. Wale ambao umesubuka na vinonda za kawaida na vinonda za tumbo, ulcers, zikauke katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea divine healing. I declare divine healing ambayo inatoka kwa Mungu. Wewe umesubuka na ugonjwa wa kifafa, may God heal you today in the mighty name of Jesus. Natuma uponyaji hapo huko, divine healing in the mighty name of Jesus Christ. Wewe umesubuka na kisukari, wewe umesumbuka na arthritis, Mungu akakuponye katika jina la Yesu Kristo. Meningitis, katika jina la Yesu Kristo ni pepo iondoke. Kansa ya kila aina, leukemia, kansa ya damu, kansa ya matiti, kansa za kila aina, ziondoke kwa huo mwili, ni hekalu la Roho Mtakatifu in the mighty name of Jesus. Na leo hii ninatangaza HIV and AIDS, virusi viondoke kwa damu yako katika jina la Yesu Kristo. Natangaza uponyaji, uwezo wa Mungu juu ya maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na ninaomba kuanzia siku hii ya leo, inuka wewe ambao umekuwa na shida, uligongwa na ugonjwa wa stroke, naomba katika jina la Yesu Mungu akuponye in Jesus name. Hypertension, high blood pressure and low blood pressure iondoke in Jesus name. Allergies za kila aina ziondoke kwako in the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao umegojeka depression, I declare healing ya akili zako, mawazo yako
in the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao wako na fibroids zikauke katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakuponye. Uliambiwa uwezi ukapata mtoto, nafungua sasa uwezo, tumbo lako likafunguke. Divine healing in the mighty name of Jesus. Waliovunjika mifupa kwa sababu ya maajali, mifupa yako ikashikane, Mungu akakuponye in the mighty name of Jesus. Kwa uwezo na kwa neema ya Bwana, I declare divine healing juu ya maisha yako. Ukiwa mama, mzee, mtoto, Mungu amekuponya katika jina la Yesu Kristo. Amen. May God bless you. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Watu wengi huwa wanauliza, lini huwa ninaombea watu healing and deliverance? Hiyo na ni magonjwa, sio magonjwa ya kawaida. Magonjwa sugu, yale ambao unajua sasa hili jambo ni nzito. Naombea watu Monday saa 4, kesho saa 4, kesho saa 4 mpaka saa 6. Ndio naweka mikono. Bora uwe umefika saa 4. Bora uwe umefika saa 4, usifungiwe nje ya milango. Saa 4 kamili kuanzia pale na kuombea. Na Mungu akubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Naombea wale wote ambao wamejitolea vitu zao na mali zao. Baba, katika jina la Yesu ninatakasa sadaka, fungu la 10, dhabihu za watu wako. Wengine Bwana wameingia into an extra mile ya kujitolea dhabihu. Naomba ukawafanikishe. Mkono wako Bwana ukawe juu ya maisha yao. Bariki kazi ya mikono yao. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mungu aweze kukubariki. 0721643538. Our till number by goods and services 500-5979. Jitolee mahali pale. Leo ni siku yetu ya kujitolea, na Mungu akaweze kuwabariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yenu. Mheshimu Bwana kwa mali zako siku zote za maisha yako. Wekea watoto wako foundation ya maisha mazuri, na Mungu akakubariki. Neema ya Bwana ikawe juu ya maisha yako. Mimi nimekuwa pamoja nawe, ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, nikisema ya kwamba Mungu akutangulie. Shalom, shalom. Jambo mpenzi mtazamaji, kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, ama kanisa la CFF Kiambu Town. Nimekuja mahali hapa kukujulisha pia ya kwamba Mungu amenisaidia kwa njia kubwa sana, kuwa nimeandika vitabu kadhaa wa kadha. Na moja wapo ya kile kitabu ambacho nilisikia Roho Mtakatifu ananisukuma sana kuandikia watu kile kitabu, ni kitabu hiki ambacho nimekiandika. It is my latest book, The Secrets of Effective Prayer. The Secrets of Effective Prayer. Mounting up in the power of prayer. Usikie vizuri, hiki ni kitabu ambacho Roho wa Bwana amenipatia nafasi ya kuandika ili watu wakaweze kufaidika. Kwa sababu nimekuja kugundua ya kwamba maombi sio maombi tu. Kuna watu wamekuwa waombezi sana kwa miaka, lakini hawajafuatilia taratibu za maombi. Kuna taratibu na mikakati ambayo imewekwa kwa Biblia ya maombi. Na hapa utakuta nimekuandikia kwa hiki kitabu ya maombi ya kila aina. Kuna maombi ambayo Esther aliweza kuomba ili kuondoa the threats of death. Kuna vile maombi ambayo Jehoshaphat aliyafanya. Kuna maombi ya Daudi akiombea kijana wake Solomon ili awe mfalme. Maombi ya kila aina nimekuandikia mahali pale, maombi yote ambayo yako kwa Bible nimekuandikia kwa hiki kitabu. This is a special book ambao kila mtu na kila muaminio, na sio tu muaminio, kwa sababu hata watu wengi ambao hawajiokoka huwa wanaomba. Kila mtu anapaswa kuwa na hiki kitabu katika taifa letu la Kenya, and also outside our nation. Na kwa hivyo mimi hiki kitabu naiweka kwako, na Mungu ataweza kukubariki. Hiki kitabu ninakiuza shilingi 1,000, na kuna nambari ambao umewekewa mahali pale kwa TV yako. Kuna nambari ambayo umewekewa hapo kwa TV yako ili ukaweze kuitumia, na hiki kitabu utaletewa ama utatumiwa mpaka mahali ambapo uko. The Secrets of Effective Prayer. Kwa hivyo ninaomba ya kwamba wewe ambao hupenda kujua, wewe ambao ni msomi, pia kumbuka ya kwamba imeandikwa, my people are in captivity for lack of knowledge. Watu wangu wameingizwa katika utumwa kwa sababu hawana maarifa. Sasa pata maarifa hapa ya maombi, kisha Mungu ataweza kukubariki. May God bless you. Neema ya Bwana ikawe pamoja nawe.
Mara tena, kwa majina yangu ni Bishop Michael Wanderi kutoka kanisa la Christian Foundation Fellowship hapa mjini Kiambu, ama kanisa la CFF Kiambu Town, nikisema ya kwamba may God give you a special breakthrough as you order and buy this special book ambao the Holy Spirit commanded me to write. May God bless you. Shalom. Shalom. Neno la neema tunapona twainuliwa, kwa neno la neema tutamwona Mwokozi.